Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Mahali popote ulipo, unaendelea kunifuatilia na unaendelea pia kunitazama. Langu jina naitwa Benjamin Mahega. Namtukuza Mungu kwa nafasi na kibali ambacho ameweza kunipatia katika siku hii ya leo. Si kwa akili zangu wala si kwa ufahamu wangu, bali ni kwa neema na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bado tupo kwenye lile somo letu, mambo 10 hatari yanayokwamisha hatima yako. Ni somo ambalo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia tuweze kujifunza kwamba hatima za maisha yetu kwa nini hazifiki kwa wakati sahihi. Tuliweza kuangalia kipengele namba 1, lakini leo kwa neema ya Mungu tutaangalia kipengele namba 2. Kabla ya kuendelea yote, namshukuru Mungu kwa ninyi ambao mmeweza kupokea somo hili. Mmelipokea vizuri kwenye kipengele cha kwanza. Hivyo nawaombeni sana tuendelee kupokea somo kwenye kipengele vingine vitakavyofuata, cha pili hadi kipengele cha 10, tuwe wote sambamba na wote tuwe pamoja, ili tukaende kujua milango gani ambayo inaziba au ni vitu gani vinavyoziba kuweza kutokutimia hatima za maisha yetu. Lakini pia leo mazingira yako tofauti kidogo. Nishazoea kuniona kwa njia ya video, lakini leo kulingana na mazingira, leo nimeamua kuchukua kwa njia ya audio. Kwa hiyo tutasikilizana tu kwa njia ya sauti, lakini zaidi ya yote ni kwamba namshukuru Mungu kwa sababu ujumbe hautokagi kwa sauti, kwa sura, bali kinachotakiwa ni sauti. Kwa hiyo ukisikia tu sauti, basi Mungu atafanya mambo yake makubwa. Ni leo tu mazingira kidogo nilionayo yananipa kidogo changamoto namna ya kushuti. Kwa hiyo nikaamua kwamba ili watu waendelee kubarikiwa hata kwa njia ya audio inawezekana, kuliko kwenda kusubiri hadi nipate nafasi ya kuenda kushuti kwa mfumo wa video. Basi acha nitumie kwa njia ya audio awamu hii, ili kila mtu aweze kupata ujumbe na kujua nini kinachomzuia kutokufika kwenye hatima ya maisha yake. Kwa hiyo tutaangalia kipengele namba 2. Kipengele namba 2 kwenye somo la namba 1 nilijaribu kukielezea au kukisoma kwamba kinaitwaje. Kwa hiyo tutaendelea nacho leo kipengele hiki namba 2, mambo 10 hatari yanayokwamisha hatima ya maisha yako. Kipengele namba 2 nilikwambia ni matumizi mabaya ya muda. Moja ya vipengele ambavyo watu wengi sana wamejikuta wanarudi nyuma na wengine kukata tamaa kwa sababu ya matumizi mabaya ya muda. Unajua, ukiwa hauna mpangilio vizuri wa muda wako wewe mwenyewe, kuna baadhi ya mambo yatakuwa hayafanyiki kwa sababu ya mpangilio mzuri wa muda wako. Muda ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Yaani kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mtu, muda, kwa sababu kila jambo utakalokuwa unalifanya litakuwa linafanyika kwa wakati na saa sahihi, kwa sababu tayari umeshapanga muda na ratiba yako kwenye maisha yako. Sasa kuna watu wengi hatima za maisha yao hazifiki kwa sababu ya matumizi mabaya ya muda. Wakati wa kufanya kitu fulani unajikuta huo muda haufanyi kwa sababu ya mpangilio wake haujakaa sawa. Sasa kabla tujaendelea, naomba nisome kitabu, nisome Biblia kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na ule mstari wake wa 1 na kuendelea. Maandiko yanasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Pia utaendelea huko, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Kwa hiyo hapa Biblia inatuambia kwamba kila jambo lina wakati wake na muda wake.
Kila jambo lina makusudi, kila jambo inatakiwa litendeke kwa wakati. Kwamba kuna wakati wa kujenga, kuna wakati wa kubomoa, wakati wa kulia, wakati wa kucheka, yani kila kitu. Sasa asilimia ya watu wengi tunajikuta hatupigi hatua kwa sababu ya matumizi mabaya. Nakupa mfano. Haiwezekani leo labda tuseme ukaenda msibani kwenye sehemu ambayo wanalia, wewe ukaanza kushangilia. Manake hapo tayari hilo jambo, huo muda sio muda wa kucheka. Manake huo wakati ni wakati wa kulia. Sasa wewe ukienda msibani, wenzako wanalia, wanaomboleza, wewe ukaanza kucheka, watakuona wewe ni chizi. Lakini pia huo ni muda ambao wewe utakuwa umetumia muda wako vibaya, kwa sababu ni muda wa kulia. Sasa wengi wanajikuta wanatumia muda ovyo. Yani ule muda ambao walitakiwa wafanye vitu vilete maisha mazuri, wanajikuta huo muda wanaotumia mambo mengine, mambo mabaya. Ule muda ambao mtu tuseme angeweza kuamka asubuhi, tuseme saa 12, akafanya vitu vingi asubuhi hiyo saa 12, saa 11, akafanya labda tuseme na ofisi yako utafanya usafi saa 11, saa 12, unatarajia saa 1 wateja waanze kuingia ofisini, ofisi ikiwa ipo safi. Lakini angalia sasa matumizi mabaya ya muda. Mtu anaamka saa 1:30. Kwa hiyo ule muda ambao ulitakiwa ufanye, unajikuta yani kama kuna jambo litakiwa ulifanye saa 1, unajikuta lile jambo la kufanya saa 12 unalifanya saa 1. Maana yake ni matumizi mabaya ya muda, ambayo haya matumizi hatufiki kwenye hatima za maisha yetu. Na watu wengi wamerudi nyuma kwa sababu ya kutokuwa na matumizi mazuri ya muda. Matumizi haya ukiyaweka vizuri, ukapangilia muda wako, elewa kila kitu kitakaa sawa na hatima za maisha yako zinaweza zikafikia, kwa sababu kila kitu umeshakiweka sawa. Nakupa mfano. Kwenye ibada zetu makanisani, kila hatua imepangiliwa vizuri. Kuna wakati wa kusifu, kuna wakati wa maombi, kuna wakati wa kuimba, kuna wakati wa neno. Yani unakuta kila kitu kimepangiliwa. Maana yake tunacheza na muda. Labda tuseme kwamba inatakiwa ibada ishe saa 6. Maana yake tunapanga kila kitu kwamba huu muda wa maombi, muda wa kufa, yani kila kitu. Kwa maana yake tumepangilia muda wetu. Tukicheza nje ya hivyo vitu, elewa tutatoka kanisani saa 7, saa 8. Maana yake tumetumia muda vibaya. Labda siku hiyo Roho Mtakatifu ashuke afanye jambo lake. Roho Mtakatifu akishuka, hatuwezi tukamzuia kwamba ni muda au saa ngapi. Lakini hivi vitu vingine hivi vya kawaida hivi, tukishaenda tofauti na makubaliano, basi tupo nje ya muda na tunatumia matumizi mabaya ya muda. Leo watu wengi sana, vijana wengi, wababa wengi hawana maisha mazuri. Kwa nini hawana maisha mazuri? Ni kwamba wakati wa ujana wao waliutumia muda wao vibaya. Wewe kijana unayenisikiliza sasa hivi, hapo ulipo unayenisikiliza, itengeneze kesho yako kwa kupangilia muda wako leo vizuri. Fanya muda wako utumie kuleta faida ya kesho yako. Asilimia ya watu wengi muda huu tulionao wanafanya vitu ovyo, afu wanatarajia kesho yao ije iwe vizuri. Usipoweka vizuri mambo yako sasa hivi, usipoyaweka vizuri mambo yako sasa hivi, mwana wa Mungu, ni ngumu sana kutembea kwa wakati au kutembea kwa njia iliyo sahihi. Ukitumia muda wako vizuri kwa nyakati hizi tulizonazo, ukautumia muda wako vizuri kabisa, basi elewa ya kwamba kesho yako utakuwa uko vizuri. Kwa mwana wa Mungu, moja ya kitu kinachotufanya tusitimie kwenye hatima yetu au hatima zetu zisifike, tunakuwa na matumizi mabaya ya muda. Wale kijana jiulize, anaongea na simu
labda anaongea na mchepuko, anaongea na hawala na malaya, anaongea ndani ya masaa 3. Amekaa anaongea tu. Hebu fikiria huyo mtu kama angeingia sehemu akafanya kazi ndani ya masaa 3, ameingiza fedha ambayo kesho itamsaidia. Lakini anaongea na simu, ameweka bando, ameweka kila kitu ili aweze kuzungumza na malaya. Je, huyo kijana kesho atakuwa na maisha mazuri? Hapana. Hatakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo mwana wa Mungu, tengeneza muda wako vizuri. Panga vizuri, mambo yako yaende kwa wakati. Matumizi mabaya ya muda ndio yanatufanya hatima za maisha yetu zisifike. Kwa katika siku ya leo tutaishia hapa, na Mungu akubariki sana. Amen.